Kulikuwa na kiza katika eneo la msiba. Hali ya nuru ilitoweka na hali ya matumaini ilikuwa haipo kabisa kwa huyu mfiwa. Akaja bidada mmoja akiwa amevaa kinyume kabisa na utaratibu wa uvaaji katika misiba, kwani alikuwa amevaa koti jeupe na alipaswa kuvaa koti jeusi, lakini alipofika tu akamkabidhi mfiwa barua. Na ndani ya barua hii kulikuwa kuna miamala yote ambayo marehemu alikuwa ameweza kuifanya na kuihifadhi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba marehemu alikuwa ameacha hii miamala yote kwa ajili ya mtoto wake. Jamaa alishangaa sana kuona kuwa zilikuwa ni pesa nyingi ambazo mama yake mzazi alikuwa amemwachia. Alafu huyu bidada aliyemletea hii barua akamkaba na kumwambia kuwa kama ukicheza tena kamari na ahidi kwamba nitakuteketeza. Familia nzima ilishangaa sana kuona kuwa huyu bidada hawamjui kabisa, ameleta miamala lakini bado anawakalipia vibaya sana. Ila kitu cha kushangaza ni kwamba sauti walikuwa kisikia ni kama ya mama yao. Baada ya bidada kukamilisha kutoa vitisho kama vyote, akawa anatoka katika lile eneo la msiba. Alipofika nje akaweza kumsalimia mwanamama mmoja ambaye alikuja kupotea katika hewa. Inaonekana kwamba yule mwanamama ni mzimu na huyu msichana ana uwezo wa kuona mizimu. Na ukweli ni kwamba huyu bidada alikuwa na uwezo wa kuona mizimu kutokea alipokuwa mdogo, na mizimu ilitumia fursa hii kuhakikisha kwamba inamtumia bwana mdogo kuhakikisha kwamba anafikisha jumbe mbalimbali ambazo walikuwa natamani watu walio hai waweze kuzipata. Na siku ya leo tena kuna mzimu wa bibi mmoja hivi ulikuwa unamwagiza bidada kuelekea katika nyumba fulani, lakini katika hiyo nyumba ambayo bidada alikuwa anaelekea kulikuwa kuna mwamba mmoja mtajiri kweli na kiongozi wa kampuni. Huyu jamaa alikuwa anataka kununua nyumba hii, lengo ni kwamba aweze kufungua biashara katika eneo hili, lakini kwa bahati mbaya huyu mwenye nyumba kila anapotaka kuiuza nyumba yake anashangaa kuona kuwa kuna mti fulani unasinyaa. Akaona kuwa hiyo ni ishara mbaya. Akamweleza wazi kakataji ilikuwa nahisi kwamba mke wangu hajalizia kabisa nyumba hii kuweza kuuzwa, kwa sababu kila ninapotaka kuiuza anashangaa kuna mti unasinyaa, na ninapoilisha tu basi ule mti unachanua. Mwamba baada ya kumsikiliza sana huyu mzee akaona kwamba huyu ni kama amepotoka hivyo ajitambue, akamwambia kuwa acha kuongea mambo ya kipumbavu, mti wenyewe huo uko hapa. Jamaa akachukua mkasi uliokuwa huko jirani akaoneshea ule mti, kisha akawaambia kwamba kama unataka nyumba hii iweze kuuzwa basi utanyenyua kichwa chako taratibu kabisa, lakini kama utaki basi utainamisha kichwa chako. Mwamba akasikilizia, lakini akakuta kwamba mti hujafanya kitu chochote kile, basi akaukata ule mti. Mzee mwenye nyumba akashangaa sana kuona kwamba ni mti ambao mke wake alikuwa akiusamini, afu leo hii eti umekatwa. Mzee akamlalamikia sana huyu mwamba anayefahamika kama Juan, lakini jamaa akasema kwamba yani maada tunazodiscuss watu tulio hai, wewe unashirikisha mizimu na akili timamu, wewe twende tudiscuss kuhusiana na biashara, hakuna tena huo hapa. Kuna jambo la kufanya zaidi ya kusaini mikataba tu. Mimi nataka kuinunua hii nyumba. Jamaa akatoa karatasi na mzee akawa amesaini ile karatasi. Moja kwa moja mshikaji akawa anaondoka, lakini huyu mzee akamlaani sana huyu jamaa. Akamwambia kama katika maisha yako utaendelea kuidharau mizimu kiasi hicho, basi siku moja utapigwa na radi, uende kawa leo au kesho, lakini iko siku utapigwa na radi na utakufa. Mwamba akacheka kwa dharau, akamwambia mzee kwamba sio kwamba anaogopa, hebu toa kwanza huo mwamvuli. Kisha akajiweka mbele kabisa ya mvua na akasema kwamba hebu radi nipige, lakini radi haikuweza kumpiga. Jamaa moja kwa moja akawa anaelekea katika gari, lakini mzee akaendelea kusema kwamba kwa kitendo cha kuwadharau waliokufa basi iko siku utakuja kulipa na kuahidi. Mzee akawa amerudi ndani, lakini ukiwa anarudi nyumbani sekretari wake akaanza kumuuliza huyu jamaa kwamba vipi, unaogopa mizimu? Lakini jamaa akasema kwamba watu waliokufa wana chochote cha kutufanya na siwaogopi hata kidogo. Lakini wakiwa wanatembea kuna kabidada fulani kanafahamika kama Gangshu, kale kenye uwezo wa kuona mizimu, kakao kamesimama kando kidogo ya barabara na kaka naomba msaada, lakini Mwamba akasema kwamba asisaidiwe kabisa huyu bidada. Na gari yao hata ikufika mbali, ghafla tu yule sekretari akaonekana kuminya breki ya ghafla. Jamaa alipomuuliza kuna shida gani, akasema kwamba nimeweza kushuhudia kuna radi zilikuwa zikipiga mbele ya gari nyingi sana, hasa wakati wao wamesimamisha gari kwa lengo la kuepuka radi. Bidada akajua wamesimamisha gari wanahitaji kumpakia, yeye akaingia moja kwa moja ndani ya gari. Ikabidi sekretari kwanza kuuliza ni kwa nini umesimama katika eneo lile pale peke yako, lakini bidada Gangshu akasema kwamba mizimu imemleta hapa ili kuweza kuwakinga watu na radi, kwa sababu kuna mtu ilikitarajiwa kwamba angetakiwa kupigwa na radi siku ya leo. Na bidada Gangshu akamgeukia mwamba huyu anayefahamika kama Juan akamwambia kwamba unaweza ukakimbia radi kutokea katika mbingu, lakini uweze ukakimbia kufuatiliwa na mwanamke ambaye umeweza kukata tawi la mti wake. Mwamba kila akimtazama bidada anaona kwamba ni kama chizi hivi. Wakawa wamepumzika kidogo hapa, wakawa wanajipatia chai kwa sababu kulikuwa kuna baridi sana siku hiyo. Lakini kando kidogo hapa bidada akawa anaonekana akiwa ameshika bia na akizungumza na mtu, kumbe bana alikuwa ametembelewa na mzimu ambao ulikuwa ni mlevi sana. Jamaa akimtazama bidada anavyoongea peke yake ndo akawa anasadiki kabisa kwamba bidada ni chizi, tena chizi kweli. Hata yale alikuwa akiongea katika gari alikuwa hana ukweli kabisa. Mwamba akawa anaelekea katika gari, lengo ni kwamba aweze kuianza safari, lakini bidada Gangshu akazidi kumfuata huyu jamaa, lakini kila anapozidi kumsogelea jamaa ule mzimu wa pombe ukawa anamwambia kwamba bakia bana, angalau nimalizie kidogo kinywaji. Bidada Gangshu anazidi kumfuata tu jamaa akimwambia kwamba nisubirie basi nisubirie. Mwisho wa siku akawa amemgusa jamaa. Baada ya kumgusa tu jamaa ile mizimu ikatawanyika kama upepo. Mwamba alimkata jicho
jicho baya bidada, kisha akamwambia kuwa nina vitu viwili ninavyovichukia katika maisha yangu, ni mtu kunigusa ama kugusa pesa yangu. Lakini bado kabidada Gangshuka akaendelea kumshikilia mwamba akisema kwamba kuna mtu alikuwa ananifukuzia. Jamaa akamwambia acha kuongea upumbavu, akakatoa kabidada mikono na kisha akapanda gari yake na kuanza kuondoka. Kabidada Gangshuka aliendelea kulifukuzia gari kakimuita sana mwamba kwamba nahitaji uwepo jirani yangu. Lakini mwamba akiwa bado katika gari yake alikuja kugundua kwamba pale ambapo bidada alikuwa ameketi alikuja kulikuta lile ua ambalo alikuwa amelikata katika nyumba ya yule mzee. Akalichukua lile ua akalitupa katika dirisha kisha akaendelea na safari zake. Kesho yake tena bidada akaelekea katika kampuni ya mwamba Juan, kisha akamwambia anahitaji lile koti ambalo alikuwa amelisahau katika gari, koti lake la mvua. Lakini akiwa mlangoni tu anasubiria kuingia katika zamu yake katika ofisi ya mwamba, akashangaa kumwona mwamba anaongea na mchezaji mmoja maarufu sana katika nchi, mchezaji wa basketball. Lakini kando kidogo ya huyo mchezaji yuko kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzimu. Lakini ghafla bin vu ule mzimu ukawa umetelepoti kutokea pale ndani ya ofisini mpaka huko ambako bidada yupo. Bidada aliogopa sana akapiga makelele, wakawa wameshtuka kana kwamba kuna mtu alikuwa ameanguka huko kwa nje. Jina la huu mzimu unafahamika kama Mikyang. Ulikuwaga ni mpenzi wa huyu jamaa ambaye ni mchezaji maarufu sana wa mchezo wa basketball. Unataka kumtumia bidada Gangshu kutoa ujumbe kwa huyu jamaa mchezaji maarufu sana wa basket kwamba aikumbuke ile ahadi ambayo aliahidiana na huyu bidada mzimu eneo fulani hivi chini ya mti. Na huyu mkaka maarufu kabisa katika mchezo wa basketball anafahamika kama Haesan. Ukweli ni kwamba miaka kadhaa iliweza kupita, mwamba Haesan pamoja na bidada Mikyang walikuwaga ni wapenzi ambao walipendana sana, na wakawa wametia ahadi kwa kuzika kiboksi fulani hivi na kusema kwamba kama kuna mtu atakuja kumsaliti mwenzake basi atapitia wakati mgumu. Lakini jamaa akamwahidi bidada kwamba hatowahi kumsaliti hata siku moja. Mahusiano yao yakazidi kusonga mbele. Siku moja bana ikawa ndo siku ya harusi yao, lakini akashangaa kuona kwamba bidada yeye mwenyewe ndo akavunja ile ahadi na kusema kwamba yuko tayari kuolewa na huyu jamaa. Mwamba alimlazimisha sana bidada wakamilishe ndoa yao, lakini bado bidada aliendelea kulia tu na kusema kwamba yuko tayari kumwacha jamaa ili yeye aende akasome masomo ya nje ya nchi. Aisee, kitu ilimuumiza sana huyu mshikaji. Basi bidada moja kwa moja akawa anamfuata mwamba Haesan ili aweze kumwambia ukweli mzima, lakini kwa bahati mbaya sana bosi wa kampuni anayefahamika kama Jangwang akaweza kumkamata bidada nywele na kumwambia kwamba bado wanifuatilia mpaka huko, si ndio? Jamaa akamchambua sana bidada mbele ya wafanyakazi wengine akisema kwamba huyu bidada ni kibaka, wakati mwingine akionekana hapa basi akamatwa haraka sana. Lakini huku upande wa pili mwamba Haesan alikuwa katika kiwanja cha mpira wa miguu na alikuwa akitembea katika maeneo haya, na mara ghafla tu akawa amepokea barua. Lakini katika kuifungua hii barua akagundua kuwa kuna picha yake pamoja na yule msichana wake marehemu, na kuna nyuma kulikuwa kumeandikwa ujumbe. Mwamba anaamini kwamba yule msichana wake ana wivu na maisha yake, ndio maana anataka kumwharibia kabisa mudi yake asiendelee kuyafurahia maisha yake. Jamaa akawa anaumia sana na kusema kwamba aliniacha mwenyewe alafu sasa hivi ana wivu na maisha yangu. Kwa nini? Hasa bidada Jangsu bana kama kawaida akatimba katika ile kampuni ambayo anaiongoza jamaa, akasema kwamba yule mchezaji wa mpira wa miguu kama akifika hapa naomba umpatie hii barua. Akawa amemkabidhi secretary katika hii ofisi, kisha akaelekea moja kwa moja kusubiria kule katika chini ya mti wa kumbukumbu. Lakini mbadala wa mwamba Haesan kuweza kujitokeza, akajitokeza mwamba Jangwan, yule boss wa kampuni. Akashangaa sana bidada, huyo amekujaje huku? Na tena mwamba alikuja na picha ya marehemu yule bidada Mikyang, na moja kwa moja akanamwambia bidada kwamba ni kwa nini ulituma picha hii katika ofisi yangu ukisema kwamba ielekee kwa yule mchezaji maarufu sana wa mchezo. Bidada akaeleza kwamba aliagizwa na ule mzimu kuhakikisha kwamba hiyo picha inamfikia mhusika, lakini moja kwa moja jamaa akawa amekasirika na kuitupa ile picha, kisha akasema kwamba hakuna uhusiano wote kati ya binadamu na mizimu, alafu siku nyingine focus na maisha yako, acha kabisa mambo ya kipumbavu. Ule mzimu ukaendelea kumfuatilia bidada na kumuomba aoneshe ushirikiano, lakini bidada alikasirika na kusema kwamba nimejaribu kadri ninavyoweza, lakini wewe jamaa amenizuia. Alafu kwa ajili yako wewe Mikyang naonekana kama mimi ni chizi, kila mtu ananiona kama vile nimechanganyikiwa, hawaniheshimu kabisa watu. Katika meza ya chakula nyakati za usiku, mwamba Jangwan alikuwa akimuuliza huyu Haesan kwamba je, unahisi kuna mtu yote ambaye anakufuatilia? Lakini kabla mwamba hajaweza kujibu kuna mtu akawa amelopoka hapa ndani. Akasema mtu pekee ambaye anamsumbua huyu ni yule Mikyang ambaye ni mpenzi wake wa zamani. Yeye mwenyewe ndo alimwacha hapo, bado anaendelea kumfuatilia tu kila wakati. Hasa mwamba akajaribu kumtazama huyu sekretari wake, akaanza kusema kwamba ina maana yani yule mtu aliyekuwa amekufa ndo anayemfuatilia huyu mtu. Okay, akaanza kugundua kwamba huenda secretary bana ndio anayemtishia huyu jamaa na kutuma jumbe mbalimbali. Na kwa kuwa jamaa haamini kabisa masuala ya mizimu, basi akaanza kumshutumu secretary wake kwamba huenda yeye ndo anayefanya haya mambo nyuma ya pazia, labda kwa sababu Haesan anapendwa sana na huyu bosi. Bidada Gangsu bado michakato yake na kila siku analazimishwa na ule mzimu. Mwisho wa siku akaambiwa kwamba aende akalifukua ile box ambayo ilikuwa na kiapo ndani yake, kisha alichukua na moja kwa moja ampelekee mwamba Haesan. Basi bidada akawa amelichukua na kumpelekea jamaa. Mwamba Haesan alikasirika sana, akalichukua ile box ambayo bidada Gangsu alikuwa
alikuwa amelileta akalitupa pembeni, lakini kumbe ndani yake kulikuwa kuna viatu. Jamaa anahisi kwamba huenda huyu bidada anamchezea mchezo. Jamaa akavitazama hivi viatu akakumbuka kwamba hivi ndio vilikuwa viatu zawadi ya kwanza kabisa bidada Miking aliweza kumpatia kipindi kile ni wachumba. Bidada akamwambia Mwamba kwamba sio kwamba mpenzi wako alikuacha kwa sababu alipenda, lakini alikuja kugundua kwamba ana ugonjwa ambao asingeweza kupona tena, ni kwa siku chache mbele alitakiwa aweze kufa. Ndio maana akaamua kuachana na wewe ili akuache uishi kwa amani kabla ya kufunga ndoa. Mwamba alipoyasikia hayo akajikuta ni kama amemwagiwa maji ya baridi. Alimtazama bidada, hakuamini macho yake. Kumbe bana, ndio maana alikuwa anamlaumu msichana wake kumwacha siku ya ndoa, kumbe hakutaka kumwacha akiwa mgane. Mwamba Hassan akavaa vile viatu vyake ambavyo bidada alikuwa amempatia kama zawadi. Moja kwa moja akaelekea katika lile eneo la mti ambapo aliweza kuachanaga na bidada na walitiana ahadi. Jamaa akiwa anasogea katika huo mti, lakini pia hata ule mwanamke wake alikuwa kando yake. Alitamani kumkumbatia jamaa, lakini kwa sababu yeye ni nafsi haikuwezekana kabisa kumkumbatia jamaa huyu. Alilia sana Mwamba, akaumia kweli kweli na machozi akiwa yanamtiririka, na ghafla tu akapata upendeleo kutokea mbinguni. Basi akaweza kumuona mpenzi wake kwa mara ya mwisho sana akiwa anamuaga. Na bidada Gangsu alikuwa yuko kando akishuhudia tukio hili zima. Alizidi kuwatazama wawili hawa, ni kama machozi alikuwa akimlenga. Sasa huyu bidada hatima yake ni ipi na ni kwa nini anaona mizimu kila wakati? Asante sana kwa wote ambao tuko pamoja. Ni kusitu kwamba ili kuipata tamthilia hii gusa hapo upande wa kusubscribe, utaona kuna channel imeandikwa PVP Media Recaps. Basi utakapogusa alama ya kusubscribe hapo, miendelezo yote utakuwa ukiona. Asanteni sana kwa wote ambao tuko pamoja. Tukutane katika episode ya pili. Ukikuuliza anaitwa nani, waambie anaitwa DJ Paul wa PVP Media Max. Karibuni sana 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 sana. Usisahau kugusa alama ya kusubscribe katika channel yetu hapo chini iliyoandikwa PVP Media Recaps.